Nashukuru. Ni jioni nyingine njema. Tunaenda kushukuru Mungu kwa sababu kwa manguli ya mchana ametujalia kufika haya masaa. Na pia ningeshukuru kwa kutupa chakula cha mchana ambayo tutashukuru Mungu kwa siku. So ndio maana ningependa ya kwamba kuwashukuru, na tumerudi hewani kwa sababu ya kuchambua. Asubuhi tulisema kwamba tumo na kipindi cha mada. Tunajiuliza ni hivi siku ya utakatifu ya ibada, na masaa haya ni vyema tumeangalia tuweze kurudi hewani, tuweze kujifunza kujua siku gani ambayo ni siku ya ibada. So ningependa kuwakaribisha nyote tuweze kuungana moja kwa moja, tuweze kutafuta Biblia zetu, kitabu chochote ambacho uko nacho. Kama kinathibitisha siku ambayo unayoabudu ndio siku ya ibada, sisi hatuna shida. Tutaweza kutuandikia pia kwenye kisanduku hapo kwenye comments. Tutaweza kuangalia, pia tutaweza kama uko na jangizo. Pia na tunashukuru kama ni swali pia tunapokuwa tukiendelea utaweza kuandika swali lako, tutaweza kuangalia na kuweza kuliangazia. So tutaweza kusoma kwa pamoja na tufurahi kwa pamoja. So masaa haya ningependa kualika katika ombi. Ndiposa tuweze kuimba wimbo mmoja kwa sababu ya masaa, kwa wimbo mmoja. Kisha baadaye ndugu yangu Lamek Omenyi ataweza kufanya uchambuzi wa Biblia kuhusu ni siku gani ya ibada. Mimi nitakuwa ni kumsaidia kwa ajili ya kusoma. So ningependa kualika nyote tuweze kupata ombi. Tunaomba. Baba yetu uliye juu mbinguni, asante kwa wema wako na asante kwa kutupa masaa mengine mazuri. Tunapoenda kutafakari neno lako, tuombe Roho yako Mtakatifu atuongoze hadi mwisho, na yale ambayo tutakaojifunza siku ya leo yawe manufaa katika maisha yetu, kwa sababu ndilo ombi letu katika jina la Yesu aliye Bwana mkombozi wetu. Amen. Kwa sababu tunataka kujifundisha, tungependa kujifunza katika miguu yake Yesu. Nambari ni 49 katika nyimbo za Kristo 46. Wimbo ni 46 ambao unasema miguuni pake Yesu, kwa sababu tunataka kujifundisha mambo mingi, na huko miguuni pake Yesu ndio tunaweza kupata subira na kujifundisha maneno mazuri. Miguuni pake Yesu, miguuni pake Yesu, maneno yake tamu, pahali palipo heri niwepo kila siku. Miguuni pake Yesu, nakumbuka upendo na hisani vyake kwangu, vimenivuta moyo. Miguuni pake Yesu, hapana libora pa kuweka dhambi zangu, pahali pa pumziko. Miguuni pake Yesu, hapa nafanya sala, kwake napewa uwezo, faraja na neema. Unibariki Mwokozi, ni miguuni pako. Unitazame kwa pendo, nione uso wako, nipe
Bwana, nipe Bwana nia yake, ili nionekane nimekaa na Mwokozi aliye haki yangu. Nashukuru. Kwa sababu ya mida na masaa, ningependa sasa niweze kukaribisha ndugu yangu katika hiki kipindi ambacho ni kipindi cha uchambuzi wa Biblia. So ningependa kumkaribisha ndugu yangu aweze kutufundisha siku ya leo. Karibu. Asante. Wapenzi watazamaji, wasikilizaji wote popote mlipo, ni Sabato njema. Na tunamshukuru Mungu amekuwa pamoja tangia asubuhi mpaka sasa. Na ujumbe huu ni ujumbe mzito sana katika ulimwengu na una maswali mengi. Na ujumbe huu wa Sabato tusipoufikisha, ipi siku takatifu ya ibada? Ni Ijumaa ya Mtume SAW. Je, ni siku ya Jumamosi ama ni siku ya Jumapili? Mwalimu wangu, ningependa kwanza nisomee kitabu cha Ezekieli 33 mstari wa 6. Tusipofikisha ujumbe huu, kuna mambo yatakayo tokea juu yetu siku ya kiyama itakapofika. Ujumbe huu tunapaswa kuwafikishia wenzetu waweze kujua siku takatifu ya kuabudu ni siku gani. Na kuna andiko ambalo tunataka kulisoma la Ezekieli, lina uzito sana, ndio kwa maana tunafikisha ujumbe huu watu waweze kupata ujumbe huu. Ezekieli 33 mstari wa 6. 33 ni kitabu cha Ezekieli 6. Nasema hivi, basi mlinzi bali mlinzi akaiona upanga unakuja. Mungu anazungumza, anasema kuna mlinzi amewekwa tayari kuwa mlinzi. Anapoona upanga unakuja, kama apigi tarumbeta, wala watu hawakuonywa, wale watu wasionywe, na upanga ukaja ukamondoa. Yani tusipowaonya watu wa dunia waweze kufahamu siku takatifu ya ibada, ukamwona mtu hawaye, siku ya kiyama itakapokuja watapata adhabu. Lakini Mungu anasema kabla hajapata adhabu hii, kuna walinzi ameweka katika dunia hii waweza kufikisha ukweli. Teremka chini kisema, inasema nini? Inamaliza kisema hivi, ameondolewa huyo katika uovu. Tunaambiwa huyo ambaye aliyepatikana na upanga huu, ili mnaji mlinzi ya kupiga tarumbeta, uovu wake umeondolewa. Uovu umeondolewa, ameondolewa huyo katika uovu wake. Lakini damu yake, lakini damu ya muovu huyu itatakikana mikononi mwa nani? Mwa mlinzi huyo. Yani ni kumaanisha, ukweli mwalimu ambao umeufahamu, ni lazima waambie wale ambao hawana ukweli kabisa. Ndio kwa maana siku ya leo tunakuja viwanjani, tukisema siku takatifu ya ibada ni ipi? Ama kwa njia nyingine mimi nitasema siku takatifu ya ibada ni Jumamosi. Lakini tunataka kuangalia ndani ya maandiko, ndani ya vitabu vya dini zote tuweze kufahamu. Labda mwalimu, kabla tujaingia kwa hiyo mada, kwa sababu mada hii imekuwa na maswali mengi. Wewe unafahamu siku ngapi za ibada? Mi kwangu nashukuru sana, ni swali mzuri. Ukijaribu kuangalia siku ya ibada, kwanza tuseme kwanza ya kwamba si tuseme kuna nikijaribu kufafanua ya kwamba mtu anasema mahali ambapo utakuwa unamwabudu hata ukiwa kwa barabara, hiyo ni ibada unafanya. Hiyo ni kitu ya kwanza. Kitu ya pili, siku ya ibada, najua ingine ya kwamba kuna wale ambao wanaabudu siku ya Jumatatu. Those people ambao wanaabudu siku ya Jumatatu. Na pia kuna wale watu wanaabudu siku ya Ijumaa. Pia kuna wale ambao wanaabudu siku ya Jumamosi. Na pia kuna wale waabudu siku ya Jumapili. Lakini kwanza mwalimu wangu, kuna yule ambaye alikuwa anasema kwamba mahali popote utakao mwabudu Bwana, hiyo ndio ibada. But hatujakataa, Mungu amesema kwamba tumwabudu mahali huko wawili watatu yeye yumo katikati yao. Lakini sasa kitu ambacho tungeweza kuelezea zaidi ni ya kwamba kuna ile siku ya ibada. Mwalimu, unaona unajaribu kuleta wazo ibada
kuna ibada kila siku tunafanya ibada. Kweli. Kwa sababu Yesu anasema Luka 18:1, imetupasa kusali siku zote. Kweli. Kusali ni moja ya ibada ambazo Wakristo wanafanya. Ningependa uweze kusomea. Kwa maana aya hii ndugu wa marafiki zetu katika umma wa Mtume SAW wanapenda kuitumia sana wakisema, naam, 18:1 inasema aje? Luka mtakatifu 18:1, pumzi ya Mungu inasema, inasema akawaambia mfano ya kwamba imempasa kumwomba Mungu siku zote. Yaani imetupasa sisi wa Kristo kumwomba Mungu siku zote. Yaani kumaanisha wala tusikate tamaa. Tumuombe siku zote. Naam. Lakini hajasema siku ya ibada ni siku zote. Naam. Umenipata? Kweli. So kuna zile baadhi ya ibada tunazifanya Monday, Tuesday, Wednesday, lakini sasa tunaangalia siku sahihi ya ibada ni gani. Naam. Ningependa uweze kusoma kitabu cha Mwanzo. Naam, mwalimu. Tunaanza na Mwanzo sasa. Tuanze kuangalia aliyeanzisha siku ya Sabato. Ama kwanza mwalimu, somea kitabu cha Kutoka. Kitabu cha Kutoka. Tuangalie Sabato kwanza ni amri ama si amri. Kweli. 20 kuanzia mstari wa 8 mpaka 11. Naam. Kutoka 28. Nasema hivi. Ikumbuke siku ya Sabato uitakase. Ikumbuke siku ya Sabato uitakase. Siku sitafanya kazi. Siku sitafanya kazi. Utende mambo yako yote. Lakini siku ya saba. Siku ya saba. Lakini siku ya saba ni Sabato ya Bwana. Tunashukuru. Naam. Yaani Mungu amesema siku ya saba ni Sabato ya Bwana. Yaani kwa zile siku Mungu aliumba ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya 4, ya 5, ya 6 mpaka ya 7, siku ambayo Mungu ameipatia jina ni Sabato. Kweli. Yaani siku ya saba ni Sabato. So nikisema Sabato na niseme siku ya saba niko sawa. Tumeona kwanza hii ni amri. Mungu ametuambia tufanye nini? Tuikumbuke. Kwa sababu anajua watu wengi wangeweza kufanya nini? Sasa kama Mungu alituambia tuikumbuke, je, yeye kama muasisi wa Sabato aliikumbuka? Na alipokuwa anaikumbuka, si ati alikuwa anakumbuka kwa sababu ni mwanadamu, lakini alikuwa kielelezo. Mwanzo 2 kuanzia mstari wa 1 mpaka 3. Mungu ametuambia tukumbuke siku ya Sabato. Ni amri. Lakini kama unajua unapotoa amri, lazima ukuwe wewe unaongoza kwa kufanya ile amri. Ndio. Tuangalie kama Mungu aliongoza kwa kufanya ile amri ili iweze kuwa kielelezo kwetu sisi. Naam, mwalimu wangu, before tusome hiyo Mwanzo 2. Tunajaribu kuangalia kwa zile amri ambazo Mungu amepeana. Amepeana, tuko na amri 10. Kuna amri 10. Lakini kuna ile inasisitiza mkazo. Yaani unapoangalia amri hizo 10, ukiangalia amri ya 4, kuna mkazo fulani inasema ikumbuke. Ikumbuke kwanza, inatukumbusha. Yaani inatuambia kwanza tukumbuke. Pia inatuambia kwamba kuna siku. Inatuambia kuna siku na mwalimu ukiendelea kabisa inatuambia zile siku mimi napaswa kufanya kazi. Yaani hii ni amri ya kipekee. Kuna zile siku mwanadamu anapaswa kufanya kazi, kuna siku hapaswi kufanya kazi, na inaendelea kisisitiza zaidi, inatuonyesha kuwa Mungu ni muumbaji. Mungu ni muumbaji kwa sababu ukiangalia hiyo amri inathibitisha ya kwamba ni nani amesema haya maneno. Yaani ni amri ya kipekee. Ni amri ya kipekee. Lakini ndio amri inayofanywa vita na imani wanadamu wakuu katika dunia hii. Kweli. Na mwalimu wangu acha tu niruke moja kwa moja. Mwanzo 2 kuanzia mstari wa 1 mpaka wa 3 tunaangalia Mungu ametuambia tupumzike siku ya Sabato na tuikumbuke. Je, yeye kama muasisi wa siku hii, je, alipumzika? Naam, Mwanzo ni 2:1. Inasema hivi. Inasema basi mbingu na nchi zikamalizika na jeshi lake lote la mbinguni, na siku ya saba Mungu alimaliza kazi yake. Kwanza tunaambiwa siku ya saba Mungu alimaliza kazi yake yote aliyoifanya. Akastarehe siku ya saba. Akaacha kufanya kazi yake yote aliyokuwa anaifanya. Mungu akaibarikia siku ya saba. Kwanza Mungu alibarikia siku ya saba. Akaitakasa kwa sababu katika siku hiyo Mungu alistarehe. Akaacha kufanya kazi yake yote aliyoumba na kuifanya. Naam. Anashukuru sana. Tumeona Mungu kama muasisi wa Sabato kapumzika. Naam.
Na pia sisi Mwenyezi Mungu anatuambia pia sisi tupumzike. Kweli. Unaposoma ile amri ya 4. Naam. Lakini imekuwa sasa wanadamu wamebadilisha ile amri. Wamebadilisha ile amri, wanafanya kazi, wanafanya mambo yao mengi. Lakini Mungu ametuambia na siku hii kwanza alibariki, aliitakasa, Naam. na alipumzika. Alistarehe. Na ametuambia pia sisi tupumzike. Kweli. Je, alipoleta sabato Aha. alimfanyia mwanadamu ama alifanya nini? Marko 2:27 mpaka 28. Mungu alipofanya sabato alifanya kwa minajili ya nani? Walimangu ni Marko 2:27 mpaka 28. 2:27 kitabu cha Marko mtakatifu. 2:27 inasema hivi. Akawaambia sabato ilifanyika kwa ajili ya mwanadamu. Sabato ilifanyika kwa minajili ya mwanadamu, si mwanadamu kwa ajili ya sabato. Si mwanadamu kwa ajili ya sabato. Naam. Yaani sabato ilifanyika kwa minajili ya mwanadamu. Kweli. Na ukiendelea hapo mbele anasema Bwana ndio basi mwana wa Adamu ambaye ni Kristo ndiye Bwana wa sabato. Ndiye Bwana wa sabato. Nashukuru sana. Kweli. Mungu alifanya sabato kwa minajili ya mwanadamu ili iweze kuwa kumnufaisha mwanadamu, bali si mwanadamu kwa ajili ya sabato. Kweli. Mwalimu, kwanza tumeona sabato ni amri. Kweli. Pili, Mungu alipumzika sabato. Na sabato ilifanyika kwa minajili ya mwanadamu. Kweli. Je, sabato ina maana gani kwa mwanadamu? Kitabu cha Ezekieli. Naam, Ezekieli 22 12 samahani. Ezekieli, kitabu cha Ezekieli 12 20:12. Samahani. 20:12 nasema hivi. Kitabu cha Ezekieli 20:12 inasema tena naliwapa sabato zangu. Mungu alitupa sabato. Naam. Tumeambiwa sabato ilifanyika kwa minajili ya mwanadamu. Kwa nini Mungu alipeana? Ili fanya nini? Ziwe ishara kati ya mimi na wao. Sabato ilikuwa ishara baina ya Mungu na wao. Wapate kujua ya kuwa mimi Bwana, Mungu Bwana, ndimi nitakasaye. Yaani Mungu ndiye anaweza kutakasa. Kweli. Kitu ya kwanza umetuambia sabato ni ishara baina ya Mungu na mwanadamu. Yaani ni kama ni agano. Mwalimu, mimi nikijaribu kuangalia, Mungu amejidhihirisha kwanza. Katupa ibada kama sheria. Kweli. Sabato kama sheria, samahani. Ya pili, aliasisi sabato na akapumzika. Kweli. Kama example. Ya tatu Kristo ndio Bwana wa sabato na sabato ilipatiwa mwanadamu. Ya nne sabato ni ishara. Yaani ni kumaanisha ni kama tumefanya wacha nitumia kwa ile lugha inayoeleweka hapa nchini Kenya. Yaani ni kama kuna a sort of ile handshake ilileta Wakenya pamoja. Ni kumaanisha sabato inatuleta pamoja wanadamu na Mwenyezi Mungu. Naam. Lakini watu wengi wamesema Kristo alipokuja alifuta sabato. Alimalizia msabato. Wacha tumuulize Kristo, wewe ulipokuja msalabani ulifanya mambo na sheria ama ulifanya nini? Naam. Mathayo 5:17. Mwalimu wangu ni Mathayo 5:17. 5:17. Kwa sababu watu wengi wamekataa sabato wakisema Yesu alimaliza pale msalabani. Ni kweli. Na wanadamu wengi wakufani sana mwalimu. Naam. Wanasema Mungu Yesu aliacha sheria pale msalabani. Kweli. Wacha nichukue mawazo ya wanadamu, bali si mawazo ya Biblia. Naam. Wanasema sheria sabato tulimalizana nayo wapi? Pale msalabani. Lakini nikienda kwake nikiiba, ananiambia umeiba. Amejua je nimeiba? Kwa sababu kuna sheria, si ndio? Na hiyo sheria ndio moja wapo zile Mungu aliweka kwa zile sheria 10. Ni kumaanisha shetani anapigana na sheria hii ya 4. Naam. Ambayo Mwenyezi Mungu ndio muasisi na amepatia wanadamu ili iweze kuwa ni agano baina ya wanadamu na Mungu. Naam. Lakini tujiulize swali, Kristo alipokuja msalabani ama alipokuja duniani ulifanya uliabolish sheria ama bado ziko? Mathayo. Kitabu cha Mathayo mtakatifu 5:17. Biblia inasema hivi. Msidhani ya kuwa nalikuja kuitangua Torati. Yaani Kristo anasema msidhani ya kuwa nalikuja kuitengua Torati au manabii. Akimaanisha manabii ni kumaanisha Torati ni zile vitabu 5 za Musa. Kuna vitabu vya manabii. La.
si kuja kutangua, hakuja kuitengua. It did not come to do away, bali kuitimiliza. Ni kumaanisha ile Torati, kwa Torati ndio tunapata kuna sheria 10 za Mungu. Na kama Kristo alikuja kufanya away na sheria, kama Kristo alikuja kuzikataa sheria mwalimu, ni kumaanisha basi statement iko wrong kwa Biblia. Luka mtakatifu 14:16. Kama Kristo alikuja to do away with the law, ni kumaanisha andiko hii ingeandikwa ndani ya Biblia. Naam, mwalimu wangu hata nikakusomea. Hiyo Luka mtakatifu 4:16. 4:16 inasema hivi. Akaenda Nazareti. Hapo alipolelewa. Na siku ya Sabato. Akaingia katika sinagogi. Hujasoma kama ilivyo desturi. Naam. Hapo ndio mbele tunaendelea. Nasema hivi. Akaenda Nazareti. Hapo alipolelewa. Na siku ya Sabato. Akaingia katika sinagogi. Unajua Sabato ni amri ya 4 na siku ya Sabato. Naam. Sinagogi. Kama ilivyo desturi. Yaani mwalimu, aya hii inasema kama ilivyo desturi yake. Kwa hivyo ni kumaanisha kitu kikiwa ni desturi yako, ni kumaanisha ni mazoea. Kwa hivyo ni kumaanisha Kristo hakuja to do away with the law, bali alikuja kutimiliza. Kweli. Na kama alikuja kutimiliza, sheria moja ambayo angetimiliza ilikuwa sheria Sabato. Na angeweza kufanya kielelezo jinsi Mwenyezi Mungu alifanya kielelezo alipokuwa anaziumba mbingu na nchi. Mwalimu wangu, najaribu kuangalia kusurubishwa kwa Yesu Kristo. Tunajaribu kuangalia. Kwanza wale ambao wanaosema labda sheria ya Yesu alimalizia huko msalabani. Tunaangalia siku aliyochukuliwa kusurubishwa. Ndio. Na alipokuwa akichukuliwa huko Kalvari kusurubishwa, tunaambia ilikuwa ni siku ya Ijumaa. Ambayo alikuwa amefanya nini? Ameenda kusurubishwa. Ndio. Alipokuwa amesurubishwa siku ya Ijumaa. Kisha siku ambayo ilikuwa inafuata ni siku ya 7. Ilikuwa ni siku ya Sabato. Na pia akaweza kulala huko. Na pia tunaambia kwamba Biblia inasema kwamba siku ile ya Jumapili mwenye Yesu aliweza kufanya nini? Kufufuka. Na alipokuwa akifufuka, ni kwamba mbona, kwa sababu tukiangalia kama aliweza kufunja, mbona hakufufuka siku ya Sabato? Yaani siku hii ya 7, hii ya Jumamosi, kwa sababu kama alikuja sheria ikamalizika msalabani, mbona akaweza kustarehe siku ya 7, akaweza kufuliwa siku ya Jumapili? Ndio maana wengi wanasema kwamba kuabudu kwao siku ya Jumapili, wanajua kwamba siku ya Jumapili ni siku ya kusherekea kufufuka kwa Yesu Kristo. Sio siku ya ibada. Hao wenyewe wanaona kile ya kwamba anasema kwamba hii siku ambayo tunaita ni siku ya Jumapili ni siku ya kusherekea nini? Vile kufufuliwa kwa Yesu Kristo. But tukijaribu kuangalia kwa mafundisho, tukiangalia kwamba Yesu hakukuja kufunja Torati ama kuitengua, bali alikuja kuitimiliza. Ndio maana huko msalabani alikuwa ni mtu mnyenyekevu, ndio akaweza kusurubishwa. Ndiposa siku ile aliposurubishwa alilia sana, lakini tunaangalia upendo ya kwamba ilipofika siku ya 7 aliweza kukaa huko kaburini. Ndio maana tunaambia siku ya Jumapili aliweza kufanya nini? Kufufuka, akapaa mbinguni. Ndio maana tunaangalia kwamba Mungu hakukuja kufanya nini? Hakuja kuitengua Torati. Nashukuru hata kwa hiyo kisa cha msalaba. Tunaona wanafunzi, mama yake Yesu. Unajua kama Yesu angekuja kuitengua Torati, ambaye angekuwa na ujumbe zaidi ni mama yake Yesu. Lakini unaposoma Mathayo ikienda kumaliza 28 pale tunaambiwa walipumzika Sabato, alafu siku ya kwanza ya juma walienda kufanya nini? Walikuwa wanataka kwenda kumpaka Yesu mafuta. Mtazamaji mpendwa, popote ulipo, hii ni sheria ambayo Ibilisi amepigana nayo. Tunaenda kuangalia ndani ya vitabu jinsi Ibilisi amepigana nayo. Kwanza tunaangalia Sabato. Tuangalie Sabato inaanza lini? Inaanza saa ngapi? Inaisha saa ngapi? Ningependa msomaji aweze kusomea kitabu cha Walawi 23:32. Mambo ya Walawi. Mambo ya Walawi 23:32. Mambo ya Walawi
Mambo ya Walawi 23:32. Okay. Mambo ni ya Walawi 23. 23:32. Naam. Niko huko. Inasema hivi. 23 Mambo ya Walawi 32. Nasema hivi, itakuwa kwenu sabato ya kustarehe kabisa, nanyi mtaitesa nafsi zenu. Narudia. Nanyi mtasitesa nafsi zenu siku ya kenda ya mwezi, wakati wa jioni, tangu jioni hata jioni. Mwalimu, nashukuru. Naam. Mambo ya Walawi natuambia sabato inaanza jioni mpaka jioni. Kweli. Yaani jioni inakuanga ni wakati jua linaenda kutua. Mpaka siku ya Jumamosi wakati jua inatua. Kweli. Ndugu mpenzi mtazamaji, sabato si ati inaanza saa 6 ya usiku. Unajua Ibilisi amekuja na counterfeit. Siku inaanza saa 6 ya usiku. Kweli. Lakini Mungu anajua siku inaanza jua inapotua. Ndio kwa maana unaposoma Mwanzo anasema ikawa jioni, ikawa mchana, ikawa asubuhi siku ya kwanza, ikawa jioni, ikawa mchana siku ya pili. Ni kumaanisha siku inaanza jioni kisha inakuja kuisha jioni nyingine. So sabato inaanza jioni na kuja kuisha siku nyingine. Swali tutajiuliza tukiendelea katika mada hii. Imetupasa kukusanyika sisi siku ya sabato? Kweli. Mwalimu, sijui kama inatupasa kukusanyika siku ya sabato ama tunapaswa tuko kama nyumbani mwetu tupumzike. Mwalimu, sijui maoni yako ni yapi? Nashukuru, ni swali mzuri. Kwanza aje nianze na kujua siku inaanza lini. Hapa awali mimi kwangu nilikuwa nimenakili kumjua Yesu nikabadilika. But nilikuwa najua kwamba sabato inaanza Jumamosi asubuhi ama inaanza saa 6 usiku. Kwa sababu najua kwamba siku huanza saa 6 na pia huisha saa 6. Yaani ni kumaanisha mafundisho ya Ibilisi yamechukua mawazo ya watu wengi kuliko mafundisho ya Mungu. Naam, kitu inafanya tunapotosha ni ya kwamba unapoangalia majira ya saa na tarehe, ikifika labda saa 6 usiku inabadilisha tarehe. Labda kama ulikuwa siku inabadilisha, kama ulikuwa ni Thursday inasema ni Friday. Majira ndio inafanya watu wengi unajua kwamba siku huanza saa 6. But ni vema ya kwamba nilipogundua ya kwamba siku huanza before sabato huanza jua linapokuwa lifanya likienda kutua. Na pia sabato inapoisha jua linaendelea kuchomosha likienda. Ndio maana nasema kwamba kujumuisha kwetu kwa siku ya sabato ni vema, si haijakataliwa, kwa sababu ni siku ya kuweza kuabudu Muumba. Lakini sasa nasema kwamba imetupasa kukusanyika pamoja kwa ajili ya ibada. Sababu ibada ambao wanaofanya imekubarika. Ndio? Naam. Nashukuru sana. Mwalimu amejaribu kutuletea jambo, ni kumaanisha filosofia ya mwovu Ibilisi imeshika kasi kuliko filosofia ya Mungu, na ndio asubuhi tulikuwa tunaangalia the counterfeit. Yaani shetani anaenda kitu kinaonekana kiko sawa. Ningependa tuweze kuangalia siku ya sabato inatubidi tustarehe nyumbani mwetu ama tukusanyike kama kusanyiko kumsifu Mungu. Walawi kitabu cha 23 mstari wa 3. Naam. Mambo ni ya Walawi 23 3. Inasema hivi, mtafanya kazi siku 6. Lakini siku ya 7 ni sabato. Tunaambia tutafanya kazi siku 6 lakini siku ya 7 ni sabato. Kustarehe kabisa. Kustarehe kabisa. Kusanyiko takatifu. Yaani sabato ni kusanyiko takatifu. Ndio kwa maana waumini siku ya sabato wanakusanyika. Biblia inatuambia tukusanyike, tusikae majumbani mwetu. Siku ya sabato tukusanyike. Na msifanye kazi ya namna yoyote. Tusifanye kazi ya namna yoyote. Ni sabato ya Bwana. Ni sabato ya Bwana katika makao yenu yote. Katika makao yetu yote. Naam. Nashukuru sana mwalimu. Lakini baada tumefundisha kuwa sabato ni sheria. Ni agizo, yani ni something like an handshake na tuletanisha pamoja na Mungu. Jambo lingine tumeangalia sabato inaanza machweo jioni mpaka siku ya Jumamosi jioni. Alafu tukaangalia pia Kristo alipumzika. Umetugusia kidogo kuhusiana na msalaba. Lakini swali tunajiuliza mwalimu, bado msikilizaji hatujamwambia siku
sahihi ama takatifu ya ibada ni Jumamosi au ni Jumapili ama Jumapili. Ningependa tuanze katika kitabu cha Luka 23 kuanzia mstari wa 5. Naam, Luka 23 mstari wa 54. 54 nasema hivi. Na siku ile ilikuwa siku ya maandalio. Kwanza imesema ilikuwa siku ya maandalio, na Sabato ikaanza kuingia. Na wale wanawake waliokuja naye toka Galilaya walifuata, wakaliona kaburi na jinsi mwili wake ulivyowekwa. Nashukuru, yani imetuambia siku ile ilikuwa siku ya maandalio. Naam. Mwalimu, Wakristo wote, Waislamu wote na watu wengi katika dunia hii wanajua Kristo alikufa siku ya Ijumaa. Hakuna mtu anakataa hilo. Ni kweli. Na wanajua alifufuka siku ya Jumapili. Lakini hapa tunaambiwa ilikuwa maandalio ya nini? Ya Sabato. Alafu unaposoma 24 mstari wa kwanza, hebu tusome. Hata Luka mtakatifu 24 ni moja. Nasema hivi. Nasema hata siku ya kwanza ya juma ilipoanza kupambazuka walikwenda kaburini. Yaani tunaambiwa walikwenda kaburini siku ya kwanza ya juma, wakiyaleta manukato yaliyowekwa tayari. Yalikuwa yakalikuta lile jiwe limefingirishwa mbali na kaburi. Nashukuru. Tunaambiwa siku ya kwanza ya juma Mariamu Magdalene walienda katika kaburi la Yesu. Kweli. Siku ya kwanza ya juma. Lakini tunaambiwa kabla ya hapo Kristo alisulubiwa siku ya maandalio. Hiyo ndio tunaita siku ya Ijumaa. Lakini hii siku iko hapa katikati, tunaambiwa kulikuwa na pumziko. Ningependa tusomee 23:56. 56 inasema hivi. Wakarudi wakafanya tayari manukato na maharamu. Na siku ya Sabato walistarehe na kama ilivyoamriwa. Mwalimu, hiyo aya ikisema siku ya Sabato inamaanisha siku gani? Mwalimu wangu, hii inamaanisha siku ni ya 7. Siku ni ya 7, ni ya Sabato, ndio maana ukijaribu kulinganisha mwalimu, unajua Biblia inajieleza yenyewe ya kwamba wakarudi wakafanya, walikuwa wameenda siku ya Ijumaa. Yaani siku ya Ijumaa ndio iliweza kufanya nini? Kusurubishwa. Na pia tunaambia kwamba wakarudi wakafanya matayarizo kwa sababu wamesurubishwa siku ambayo ilikuwa ni ya Ijumaa. Niposa wakarudi wakafanya tayari manukato na maalamu siku ya Sabato. Walikuwa wameenda kufanya nini? Kustarehe kama ilivyoamriwa. Sasa hapo ndio sasa siku ya Ijumaa kama ilivyokuwa ya kwamba siku ya kwanza ya juma ndio aliweza kuenda. So inadhihirisha ya kwamba siku ya Sabato ama siku ya 7 ambayo waliweza kustarehe ilikuwa ni siku ya juma. Mwalimu, kwa andiko hilo nimeona umefungua jambo ambalo sikuwa nimeliona. Imesema siku ya Sabato wakapumzika. Lakini Biblia inatuambia siku ya Sabato ni siku ya ngapi? Ya 7. Ni siku ya 7. Na kwenda mbele anasema siku ya kwanza ya juma. Ni kumaanisha kama leo ni siku ya 7 na tuna masiku 7, siku inayofuata itakuwa siku ya ngapi? Ya kwanza. Na tunajua Kristo kafufuka siku ya kwanza ambayo ni Jumapili. Yaani kwa kifupi tu ni kusema siku ya Saturday ama Jumamosi ndio siku takatifu ya ibada. Na tunaenda kuangalia ndani ya vitabu vingine, je, wanakubaliana na hilo ama wanalipinga? Kweli. Nashukuru sana. Pia mitume walipumzika siku ya Sabato. Manabii walipumzika siku ya Sabato, na tutakapoenda mbinguni Sabato hii itakuwa hapo. Lakini sasa tunataka kuangalia katika vitabu vingine. Je, zinakubaliana na Sabato ikiwa ni Jumamosi ama zinakataa? Kitabu cha kwanza tutaenda kukiangalia. Ningependa msomaji aweze kutusomea. Ni kitabu cha Catechism. Kitabu cha Catechism kinasema hivi. Ni Catechism ya maswali na majibu inayotokana na Catechism ya Kanisa Katoliki. Kitabu hiki tuliweza kukinunua katika duka la Holy Family Basilica ili kuweza kupata ufahamu zaidi ya Wakatoliki wanaamini vipi. Ukurasa wa 133. Kwanza hawa wamekufuru sana. Tutakuja kuwachambua siku yao ikifika, lakini wamekufuru zaidi. Wametoa amri ya 4 wakaleta amri ya 3, amri ya 2 wakang'oa, amri ya
9 ya 10 wakaigawanya mara mbili. Hao wamekufuru zaidi na zaidi, lakini hebu tuangalie kufuru ambao wameleta kuhusiana na Sabato. Ukurasa wa 133, soma amri ya 3. Amri ya 3 inasema hivi. Inasemaje? Iweke kitakatifu siku ya Mungu. Inasema iweke takatifu siku ya Mungu. Kitakatifu siku ya Mungu. Naam. Katika Agano la Kale, Mungu alitenga siku ya 7. Tunaambiwa Mungu alitenga siku ya 7 iwe siku ya pumziko. Iwe ni siku ya pumziko kwa mwanadamu. Kama vile yeye mwenyewe. Yaani Wakatoliki wanajua siku ya 7 ni siku ya pumziko kwa mwanadamu. Wakatoliki wanafahamu hiyo. Alivyopumzika siku ya 7. Alivyopumzika siku ya 7 ilikuwa ni siku maalum ya mwanadamu kusali na kumwabudu Mungu. Katika Agano Jipya siku ya Bwana ilibadilishwa. Yaani tunaambiwa katika Agano Jipya wanasema in the New Testament siku ya Bwana ilibadilishwa na kuwa siku ya Jumapili. Na kutoka siku ya Jumamosi mpaka siku ya Jumapili. Mimi ninataka kuweka challenge viwanjani. Popote mlipo mnaonisikiliza, katika Agano Jipya kweli watoe andiko utakatifu wa Sabato ulitolewa kutoka siku ya Jumamosi kachukuliwa siku ya Jumapili. Kuna zawadi nono nitakupatia. Kweli. Sijui mwalimu tutapeana zawadi ya aina gani? Zawadi ile mtu anaweza pata kwa urahisi. Tukijaribu kuangalia kwamba kuna ile ahadi unaweza ambia mtu akipata hapa akitutumia ama akitupigia simu huenda tukamtumia kwa haraka. Naam, ni zawadi ambayo ni nono zaidi. Ni nono ambayo labda tunaweza sema ya kwamba kwa yule ambaye atakayebuniwa kutupea andiko ambalo nasema ya kwamba Sabato ilibadilishwa kutoka siku ya Jumamosi ikaenda siku ya Jumapili. Ama kwa kifupi mwalimu tuseme yule atakayetutolea maandiko ndani ya Biblia iwapo ndani ya Biblia kwa siku ya Jumapili ni siku ya Sabato na pia ni siku ya ibada. Kweli. Tutamtunukia zawadi nono tu mzuri. Ni zawadi nono. Kwa yule ambaye atakuwa malangoni kupata hiyo akithibitisha kwamba ndani ya maandiko sisi hatuna taswishi yote. Ukituletea maandiko ambayo inasema kwamba ilibadilishwa ikakuwa siku ya Jumapili, sisi tutaweza kutunuku zawadi. Na zawadi yetu hatuna zawadi ni kidogo. Tukikupea 5,000 kama challenge ya kuweza kufanya hii kazi, utuletea andiko ambalo linasema hivi, sisi tutaweza kupea hiyo. Lakini kabla hatujakupatia tutakaa chini tu debate. Naam. Alafu kama hoja zako zinatosha tutakubali, tutafunga virago, tuanze kuabudu siku ya Jumapili. Kweli. Lakini ili mradi sahihi siku takatifu ya ibada ni Jumamosi. Kwanza Wakatoliki katika Catechism wamechukua amri ya 4 wakaileta kuwa amri ya 3. Hiyo ni kufuru kubwa, wanamkufuru Mungu. Na mimi nasema wazi kwa sababu ni kufuru. Jambo la pili, wamebadilisha utakatifu wa Mungu kutoka siku ya Jumamosi hadi siku ya Jumapili. Hii ni kumaanisha yani wanasema we don't want God, now we want the laws of man. Yes. Na tunajua hawa ni wapagani walioleta ibada ya Jumapili, ibada hii ya jua. Mwalimu soma hapo kipengele cha endelea. Mwalimu ni kama hii kitabu iko na maneno mazuri ya kwamba hata wenyewe hawajasoma ya kwamba unajua ukijaribu kuangalia kitabu ambao unajibunia ni la kanisa ambalo la kanisa lako ingefaa sana uweze kusoma zaidi waangalie labda ni nini wameandika. Na kitabu si bekali. Iende ikawa ya kwamba labda kanisa inatengeneza labda kwa washirika hawajaweza kwenda kufanya nini kuchukua kusoma. Ama kuna yule amechukua lakini hajaweza kufungua wapi. Lakini kama wameshindwa kuchukua na kusoma wacha tuwafundisha mwalimu. Mwalimu acha tuwafundishe. Ndio. Kwa sababu sisi kazi yetu ni kufundisha, kufikisha ujumbe viwanjani. Kweli? Ndio. Kwa sababu ndio wajibu wetu. Ni wajibu wetu tuweza kufanya hiyo kazi. Na tutaki damu ya watu iweze kuhesabiwa juu yetu. Kweli. Nashukuru. Naam, ndio maana ilikuwa inasema hivi. Katika Agano Jipya siku ya Bwana ilibadilishwa. Tunaambiwa Wakatoliki katika Catechism ukurasa wa 134 ya maswali na majibu inasema
katika Agano Jipya siku ya Bwana ilibadilishwa. Siku ya Bwana ilibadilishwa. Sasa tunauliza ni nani alikuwa na amri? Kwa sababu kama ingebadilishwa, Mwenyezi Mungu muasisi wa Sabato angelibadilisha. Naam, nasema hivi. Ikabadilishwa kuwa siku ya Jumapili. Ikabadilishwa kuwa siku ya Jumapili, siku ya kwanza ya juma. Yaani kwanza Wakatoliki yaani ukisoma hii kama wewe ni Mkatoliki utajua Sabato inakuwa ni siku ya ngapi? Ya 7. Ambayo ni Saturday. Na tunajua majina haya yalitokana na majina haya ni wanadamu tu waliyaleta. Lakini tunajua siku ya 7 ni Sabato na ni Saturday. Lakini Wakatoliki wamebadilisha kutuambia ni siku ya Jumapili. Na wanazidi wakisisitiza ndani ya vitabu vyao Jumapili ni siku ya kwanza. Na kwa sababu Yesu alifufuka kutoka wafu. Wao wanaamini Yesu alifufuka kutoka kwa wafu siku hiyo ya Jumapili. Yaani Wakatoliki wakatai Biblia inasema Yesu alifufuka siku ya ngapi? Ya kwanza. Wakristo wa kwanza walikuwa wakikusanyika na kusherehekea ibada ya misa siku ya Jumapili. Yaani kwa kifupi Wakatoliki ndio waliokuja na siku ya Jumapili ya kuabudu kupitia kwa mfalme Constantina alipoleta upagani na mambo ya kikanisa ndani, kukatokea chimbuko la ibada ya siku ya Jumapili. Kwa kifupi ambao walioleta ibada ya siku ya Jumapili ni Wakatoliki. Kweli. Na baada ya kuleta ibada ya siku ya Jumapili wameanza kuwalazimishia watu waweze kuabudu siku ya Jumapili. Lakini siku sahihi ya ibada kama tungesoma tu Catechism tumalize, ingetuambia ni siku ya lini? Jumamosi ama Saturday. Kwa Kiarabu wanaita Yamli Sabti. Kwa sababu siku ya Jumapili wanaita Yumli Ahad, yani siku ya kwanza ya juma. Mwalimu, ningependa tuweze kuangalia, je, ndugu zetu umma wa Mtume SAW wanakubaliana na mambo haya kuwa Sabato ni Jumamosi? Kweli. SAW Mtume amefunuliwa mambo kadha wa kadha ndani ya kitabu chake ambacho ni wanakiita Al-Qur'an Al-Karim. Kimefunuliwa habari hizi za Sabato. Pia Mtume alifahamu habari za Sabato. Tumeangalia ndani ya Biblia Sabato ni siku ya Jumamosi. Mimi nitasema wazi ni kweli. Ndani ya Catechism inatuambia Sabato ni siku ya Jumamosi. Lakini wao wamefanya kinyume na mapenzi ya Mungu, wakapeleka siku ya kwanza kwa minajili ya shughuli zao. Tunataka kuangalia ndani ya vitabu vya Mtume. Inasemaje kuhusiana na Sabato? Tunataka kusoma Quran 4:47. Ni ina. Inaitwa Suratul Nisa. Suratul Nisa. 4:47. Muhammad anafunuliwa nini kuhusiana na habari za Sabato? Naam. 47. Inasema hivi. Enyi mliopewa kitabu. Yaani sisi wa Kristo mliopewa kitabu. Hao ni wa Kristo waliopewa kitabu. Aminini. Tulio ya telemsha. Yanayosadikisha yale yaliyo nani. Kabla hatujasigeuza nyuzo tukasibereka kizogoni. Au kabla ya kulawani kama tulivyo walaani watu walioharibu utukufu. Yaani tunaambiwa kwanza Mungu alilaani kundi fulani walioharibu utukufu wa nini? Wa Jumamosi. Yaani Waislamu wanakubaliana kuwa Jumamosi ni siku takatifu. Na tuliambiwa Mungu siku ya 7 aliitakasa, akaibariki na akapumzika. Mwalimu, ningependa unisomee 2:65. 2:65 Suratul Baqara. Suratul Baqara. 2:65. 2:65 inasema hivi. Walioharibu utukufu wa Sabato walifanywa nini? 2:67. Inasema mtu mmoja katika zama za Nabii Musa aliua 65. Samahani. Ni maelezo hapa chini. Samahani ni 2:67 inasema hivi.
kumbukeni kabali hii pia enyi Mayahudi, Musa alipowaambia watu wake, hakika Mwenyezi Mungu anakuamrisheni na kwa yake ni 65. Na kwa yake mumekwisha kujua kabali za wale walioasi miongoni mwenu katika amri ya kuiheshimu, katika amri ya kuheshimu Jumamosi. Yani amri tunaambia tuheshimu siku ya Jumamosi. Basi wakaambiwa kuweni manyani wadalilifu. Yani kwa kifupi tunaambiwa pia Mtume Nabii Muhammad anakubaliana habari za Jumamosi. Anasema Jumamosi ni siku takatifu, ni amri ya kupumzika. Ningependa tuweze kuangalia, je, mwalimu, katika Qur'ani inasadikisha kupumzika kwa wanadamu siku hii ya Sabato? Kweli. Qur'ani 7:163. 7 inaitwa sura Araf. 7:100. Suratul Araf. 163. 163. 7:163. Inasema hivi. Inasema na waulizeni habari za mji. Kuna mji fulani sasa, kuna mji fulani na kisa fulani kinatendeka, na waulizeni habari za mji fulani ambao ulikuwa kando ya bahari. Watu wa mji huo walipokuwa wakivunja sheria ya Jumamosi ambayo waliambiwa wasifanye kazi. Kwanza Qur'ani inakubaliana na Biblia 100%. Siku ya Jumamosi upaswi kufanya kazi. Katika siku ya Jumamosi wakaambiwa ya kwamba wafanye ibada tu. Yani siku ya Jumamosi ni siku ya ibada tu. Na kazi yao ilikuwa uvuvi. Ilikuwa uvuvi. Samaki wao walipowaachia juu ya bahari siku ya Sabato, siku ya Jumamosi. Yani ilikuwa ni mtihani. Lakini Qur'ani hapo inatuambia siku ya Sabato ni siku ya mapumziko, tusifanye kazi. Kweli. Yani Mtume SAW alisoma Biblia na kufahamu kuwa siku ya Sabato ni siku ya mapumziko. Ndio tunawahusia ndugu zetu katika umma wa Mtume SAW waanze kupumzika siku ya Sabato jinsi Qur'ani inavyosema. Wazidi kupumzika kwa sababu Mungu aliasisi na itakuweko mpaka mbingu mpya na nchi mpya. Tutasoma aya itakuweko. Walimu, ningependa nisomee kitabu cha 16:124 tuweze kuona kuna mambo fulani yanafanyika pale. 16:124. 16:124 nasema hivi. Nasema hakika adabu ya kufunja dhamira ya Jumamosi. Yani Qur'ani inazidi kirudia ikisema Jumamosi, yani kuna adhabu ya kuvunja Jumamosi. Pia unaposoma Biblia kuna adhabu ya kuvunja Jumamosi. Ikumaanisha Mtume SAW aliweza kufahamu utakatifu wa siku ya Jumamosi na kutaka kuvunja utakatifu huo. Na ndio tunawahusia ndugu zetu katika umma wa SAW waweze kubaliana kuwa siku ya ibada sahihi ni Jumamosi. Na kama siku ya ibada sahihi ni Jumamosi, tunawahusia waweze kuwa Wakristo, wajiunge pamoja nasi ili tuweze kuabudu na kupumzika siku ya saba ambayo ni Jumamosi. Mwalimu, ningependa tusome aya moja ndani ya Qur'ani 62 kuanzia mstari wa 9 mpaka 10. Tuweze kusoma aya hii ndani ya Qur'ani, tuweze kuangalia ndugu zetu katika umma wa Mtume SAW wao wanapumzika. Wanasema siku yao ya ibada ni siku ya Ijumaa. Lakini Qur'ani nasema Jumamosi tusifanye kazi, tusali tu, tufanye ibada. Kweli. Lakini wao wanaposema siku ya Ijumaa ni siku ya ibada, tuangalie Qur'ani na ongelea mambo magani siku ya Ijumaa. 62:9. 62:9. 62:9.
Naam mwalimu wangu. 62:9. Upesi 62:6. 9. Sura ni Al-Jumaa. Sura Al-Jumaa. Inasema hivi. Enyi mlioamini, Waislamu nyinyi, wakiadhiniwa kwa ajili ya sala siku ya Ijumaa, waenende upesi kumtaja Mwenyezi wamtaje tu Mungu. Kisha wakimaliza kumtaja Mungu, na ajeni biashara. Waache, ni kumaanisha siku ya Ijumaa wanafanya biashara. Mwalimu, biashara ni kazi ama tu ni part ya ibada? Ni biashara. Biashara ni kazi. Nashukuru, endelea. Naam, inamaliza ikisema hivi 10 ufike mpaka 10. Inasema hivi. Endeni upesi kumja Mwenyezi Mungu, na ajeni biashara. Kufanya hivi ni bora kwenu. Ikiwa mnajua hivi, basi fanyeni. 10. Nasema hivi. Na ilipokwisha sala, mkimaliza sala siku ya Ijumaa, tawanyikeni katika ardhi, watafute fadhila za Mwenyezi Mungu, na kumbukeni Mwenyezi Mungu kwa wingi, ili msipate kufanya mabaya. Mwalimu, nataka unipigie mchuzi. Mchuzi wake iko na ina tena. 9:10. Nasema hivi. Siku ya Ijumaa haitakaswi kufanya kazi, haikatazwi kufanya kazi. Naam. Sasa mwalimu, kama siku ya Ijumaa haijakatazwa kufanya kazi, naam, lakini siku ya Jumamosi imekatazwa kufanya kazi, si tuabudu tu siku ya Jumamosi? Naam. Na tufanye ibada ya siku ya Jumamosi. Ndio kwa maana tunawahusia ndugu zetu katika umma wa mtume SAW. Tunawakaribisheni siku ya Jumamosi, tufanye ibada kamili ambayo Mungu ameasisi tangia mwanzo na itakuweko hadi mwisho, hata tutakapoenda mbinguni ibada hii itaweza kukuwepo. Mwalimu, sijui kama kuna jambo la kuongezea, kwa sababu kwanza Biblia imethibitisha Jumamosi ndio siku ya ibada, na ndio siku takatifu ambayo Mungu aliumba, akaiasisi na akapatia wanadamu. Haya, tukakuja ndani ya kitabu cha Catechism ya Kanisa Katoliki. Hawa wanadamu wamekufuru makufuru makubwa sana. Kwanza wakatoa sheria ya pili, wakaitupilia mbali. Sheria ya 4 wakaifanya sheria ya 3, na wako watia pale kukufuru sheria hii ya 4. Wakaenda ndani wakabadilisha siku ya ibada kutoka Jumamosi mpaka Jumapili, kuwafeva hao watu. Tukaingia ndani ya kitabu cha Qur'an, kikaweza kutupatia mkazo zaidi. Siku ya ibada ni Jumamosi. Yaani wanasema yumli sabti, siku ya saba, na siku ya kwanza anasema yumli al-ahadi, yaani ni siku ya kwanza. Siku ya sita wanaita tuljumua. Wanakubaliana kuwa siku ya sabato ni Jumamosi. Sijui mwalimu, ungeambia msikilizaji anayetusikiliza ama anayetutazama ama atakaye kuja kutazama baadaye, utamwambia vipi kuhusiana na sabato ya Mungu? Nashukuru. Ni kwamba vitabu vingi vimeandikwa, ila tu wasomi ndio labda hatujafanya ufafanuzi zaidi kusoma hivi vitabu. Ndio. Ama uende tumesoma tumekaidi haya maneno. Kwa sababu maneno yenyewe katika kitabu cha Catechism kimesema kwamba ni mwanadamu alibadilisha siku toka Jumamosi kwenda juu siku gani? Jumapili. Na pia inafanyika ya kwamba watu walikufuru kwa sababu ilikuwa ni mambo ya mtu binafsi ambaye alileta. Ndio. Na pia ukiangalia kitabu cha Qur'an ambao tunajaribu kuangalia ni ya kwamba inasema ya kwamba siku imethibitisha ya kwamba siku ya sabato ni siku ya 7, yaani siku ya Jumamosi. Ndio. Na pia ikasema ya kwamba siku ya Ijumaa ijakataa kwamba mtu asifanye kazi. Kwa sababu hiyo siku ambayo tumeambiwa kama watu ndugu zetu wa Kiislamu wanaambiwa kwamba hiyo siku ambao wanasema siku ya waende wakamuite Mungu, wakimaliza watawanyike, watoke kwanza kwa biashara zao, waende wakamuite Mungu, wakishamaliza watawanyike. Mwalimu, labda kuna kitu sikugusia
Nilikuwa namsikiliza muathiri mmoja alikuwa anafundisha. Labda nitamquote jina kwa sababu niko na kanda yake alipokuwa anafundisha. Anamuita Timotheo. Akasema aliyeanzisha siku ya Ijumaa si mtume SAW, bali kuna jamaa mmoja anaitwa kuna jamaa mmoja kule Madina aliyeanzisha siku hii. Mtume hata kuwa na habari, lakini finally watu wengine wakaweza kumfuata. Naam, nashukuru mwalimu. Ukijaribu kuangalia vitabu zote zimethibitisha ya kwamba siku ya saba ni siku ya Jumamosi. Ndio. Na hii siku ya saba imethibitisha ikasema ni siku ya ibada. Na kusanyiko la watu wengi ni kwa ajili ya kupokea zile baraka. Kumbuka tunaambia kwa siku 6 tufanye kazi. Ndio. Kwa mtu yote Mkristo anaambia afanye siku 6. Muislamu anaambia afanye siku 6. Mtu wa Kikatoliki pia anaambia afanye siku 6. Siku ya 7 pumzike. Siku ya 7 pumzike. Ina maana gani siku ya 7 kupumzika? Kwa maana unapokuwa unaambia upumzike, ndio utakuwa unapumzika kwa zile kazi zote kwa wiki mzima umefanya, na kusanyiko la watu linaashiria kwamba ni ile kujumuika pamoja kwa ajili ya kupokea mibaraka na kufanya kulingana na mapenzi yake. Ndio maana ningesema ya kwamba tumethibitisha, Biblia imethibitisha na kusema ya kwamba siku ya 7 ambayo hata Yesu mwenyewe aliweza kufanya kuabudu, ndio kusali pamoja na waumini. Pia mitume walisali siku ya Sabato. Kwa sababu mwalimu wangu ukisoma kitabu cha Matendo ya Mitume 13 44 hadi nisome kitabu cha Matendo ya Mitume kwa sababu mitume pia nao hawakuachwa nyuma kwa ajili ya kufanya hii kazi ya Mungu. Ndio walikuwa wanafanya kusali pamoja na waumini. 13 44 inasema hivi. Hata sabato ya pili watu wengi katika mji wote walikusanyika walisikie neno la Mungu. Yaani hawa ni mitume. Naam. Pia wao walipumzika siku ya Sabato. Kweli. Hebu muangalie kama Paulo alipumzika siku ya Sabato. Kweli. 17 moja Matendo ya Mitume 17:1 inasema kwamba wakisha kupita katika Amfipori na Apolonia wakafika Tesalonike ambapo palikuwa na sinagogi la Wayahudi. Na Paulo kama ilivyokuwa desturi yake. Mwalimu, kumbuka ya kwamba kuna desturi, kuna mahali Yesu mwenyewe ilikuwa desturi yake Sabato. Pia imeletwa kwa mitume hadi kwa Paulo kusema kwamba naye pia ilipofika, inasema kwamba ilipofika palikuwa na sinagogi ya Wayahudi na Paulo kama ilivyokuwa desturi yake, kama ilivyokuwa desturi ya Paulo, akaingia mule walimo akahojiana nao kwa maneno ya maandiko Sabato 3. Yaani ilikuwa desturi ya Paulo anapopita katika, anaona sinagogi la Wayahudi, inapofika siku ya Sabato Paulo anaingia ndani kuhojiana nao kwa maandiko. Mwalimu, wacha tuangalie, je, mwanadamu anaishi katika dunia hii na ameikataa Sabato ya Mungu na amesema mimi Sabato Yesu alifanya, he did away with it msalabani. Tayari kuangalia mafungu mawili ya mwisho. Fungu la kwanza ni Isaya 66 mstari wa 22 mpaka 23. Ikatae Sabato duniani, lakini mbinguni kuna Sabato. Lakini before mwalimu wangu uweze kufika mbinguni, kumbuka ya asubuhi tuliweza kujifundisha ya kwamba niposo uweze kufika mbinguni lazima ushike sheria zake Mwenyezi Mungu. Ndio. Ya kwamba mbinguni itakuwa kwa wale watakatifu wameshika hizi sheria na amri. Ndio. Wale wamekufuru wataingia katika moto wa jehanamu. Nashukuru ulitufundisha lazima kuwe na ushuhuda wa Yesu. Naam. Samani wanaozishika sheria za Mungu. Hapa ndipo wenye subira ya watakatifu, wanaozishika amri. Naam. Sasa
kama mimi sitazishika amri duniani, kweli, sijui kama nitakanyaga hizi mbingu. Kwa hiyo kuiona ni malango. Lakini mwalimu, kabla mtu kushika amri, kweli, kumaanisha kuna walinzi. Kuna walinzi. Kumaanisha kuna kazi tuko nayo, tunapaswa kufikisha ujumbe huu, kweli, ili watu waweze kupata. Naam. Nashukuru. Ndio maana inasema kwamba ya kwamba tunapokuwa katika ulimwengu inatupasa kushika hizi sheria. Huenda ikawa sawa tunakufulu hizi sheria ambazo tumeambiwa. Ndio. But mwisho wake wakati Kristo atarejesha ufalme, haya mambo yote pia yatatirika kwa watakatifu wote ambao watakao kupaa naye juu mbinguni. Kwa sababu imewapasa ya kwamba wameshishika hizi amri na wamekuwa na subira. Ndio. Ya kwamba sauti tunafundisha sisi. Lakini kuchukua uamuzi hatuwezi tukakuforce, ama hatuna nguvu ya kuweza kufanya nini? Kukuambia kwamba shika hili na hili. Ndio. Lakini ukisikia mahali kuna ukweli, na wewe umeona huo ukweli, fuata ukweli, inakuwa ni rahisi kushika. Hakuna mtu ambaye atakuja kukurasimisha kwamba shika hili na hili. Kumbuka Mungu anasema kwamba siku hizi kwa maana amefanya hajarudi mara ya pili, anataka ujumbe uenee kila mahali. Ndio. Kwa sababu huyu Muislamu, huyu Mkatoliki, ama tuseme kila mtu ambaye anasema kwamba hajapokea ile neno la ukweli. Sawa, sisi tuhubiri, mitume watakuja, wengine manabii watakuja, na pia wale ambao watakuwa wainjilisti watakuja, watahubiri. Lakini tumeambiwa tujihadhari na manabii na mitume wa uongo. Kwa sababu kuna mitume, kwa sababu kuna wengi wamedanganya. Kuna kama Aori ana wafuasi kama mchanga, lakini mambo anayofundisha ni ya kupotosha umma. Kweli. Anasema ukitaka kwenda kwa Baba lazima upitie kwake. Kweli. Huyu jamaa hata hajafika kwa moon. Ni kweli. Sasa kama hajafika kwa moon, tunaweza pitiaje kwake tukienda kwa Baba? Kweli, kama ingekuwa ni muhimu ya kwamba kama angekuwa ni Baba, labda hata angekuwa amefika kwa jua. Atuambie lazima tupitie kwake. Kweli. Lakini mwalimu wangu, Biblia inanakili asema kwamba kuna wale manabii watakuja uongo, na pia watafanya ishara. Ndio. Kujionyesha kwamba pia wao wana nguvu. Ndio. Mimi naweza sema kwamba hata yeye anaweza fanya miujiza. Miujiza anafanya ni mingi. Ni kweli. Pia ishara anafanya ni mingi. Ishara ni mingi, lakini manabii wa uongo. Lakini Biblia inatuambia tuwajaribu kwa ushuhuda na sheria. Kama waenendi katika hii, hakuna ukweli ndani yao. Hiyo ni kitabu cha Isaya 8 mstari wa 20. Jambo la kwanza nataka kumkagua Aori kidogo kuhusiana na sheria hizi. Aori alimwangalia wakati alipokuwa anambatiza kiongozi wa upinzani, alimfanyia baptism by immersion, ile mwalimu alifundisha Sabato iliyopita. Lakini jambo la pili, amemkataa Kristo, amemdhalilisha Kristo. Jambo la tatu, amekataa kuishika Sabato. Jambo la nne, anajifananisha na Mungu. Anasema Mungu akimwadress Mungu Baba wa mbinguni anamuita my Lord. Yaani amechukua jina the mightiest prophet. Na mightiest prophet ni Yesu. Ni kumaanisha ametoa Kristo, amechukua pahali pa Kristo. Yaani huyu jamaa amekufuru zaidi. Lakini siku ya kiyama itakuja, wataulizana na mwenyewe, utachukua jina yangu, utasimamaje kufundisha mafundisho ya uongo? Na mimi naweka challenge. Tunataka kuwahusia ndugu zetu wanaoenda katika the repentance and holiness. Jamaa huyu anawaambia mambo mengi, lakini ingia ndani ya Biblia. Yachunguze ndani ya Biblia. Na mwalimu wangu nimepata ya kwamba watu wengi ambao wana mafundisho ya kwamba wakiwa wanasoma Biblia wasoma mafungu yote. Anasoma utangulizi. Hapo siku ya kwanza Mungu aliumba mbingu na nchi. Anaachia hapo. Anasema kwamba mimi hapo awali nilikuwa na Mwenyezi Mungu, niliziumba mbingu na nchi na hizi vitu zingine, kwa sababu na washiriki wengi kitu inafanya wanapotosha ni ya kwamba hawasomi Biblia. Ndio. Ya kwamba wana depend kwa ule labda mtu atakao wasomea. Ndio. Ya kwamba tumeambia kwamba kila mtu ukijisomea Biblia yangu nijua kwamba siku ya saba ni hii. Mwalimu, Biblia inasema wazi katika kitabu cha Isaya, kama sijapotea fungu hilo ni 34:16, inasema someni, atafuteni katika kitabu cha Bwana. Na pia mwalimu wangu, so huyu mfuasi anayemfuata Aori, huyu mfuasi anayemfuata mtume SAW, inampasa asome vitabu zaidi.
Naam. Na kitabu ambacho kinakubalika duniani ni Biblia. Ni Biblia. Kuna vitabu viwili watu wanaapishwa navyo wanapoenda kuchukua kiapo, ni Biblia. Ni Biblia. Na ndugu zetu katika umma ya Mtume SAW wanatumia Qur'ani. Lakini Qur'ani inasadikisha Biblia kabla ya Qur'ani. Yaani Biblia tusipoangalia mafundisho ndani, Biblia inamwashiria Kristo, imetupatia Mungu aliziumba mbingu, tumeona ukombozi, anakuja mara ya pili na mambo yote kabisa. Na mwalimu wangu nilikuwa najaribu kuangalia ya kwamba Mungu anasema amebarikiwa heri asomaye na wao wasikia maneno ya Yaani umeleta heri asomaye na asikiaye. Maneno ya yaani kumaanisha hata kama nitaenda kanisani mzungumzaji aongee, ni heri nimsikilize. Ni kweli. Baada ya kumsikiliza nisome. Na mitindo hii ya kusoma ilitoka wapi? Naam. Unaposoma kitabu cha Matendo ya Mitume 11:17, mwalimu ni kama ungekuwa umefunga ungetusomea 11:17 inasema hivi. Kuna watu fulani walikuwa wanaitwa Waberea. Walipokuwa wanasikiliza habari hizi, walikuwa ndio wanachunguza maandiko, andiko baada ya andiko, kuweza kuangalia kama ni ukweli. Katika kitabu cha Matendo ya Mitume kuna kundi fulani linaitwa la Waberea. Wanachunguza maandiko baada ya andiko baada ya andiko. Andiko baada ya andiko ili waweze kufahamu na kupata ukweli. Siku ya leo popote ulipo, labda tunaweza kuwa tumeongea na labda hatuko sawa na kimaandiko. Waenda kaa chini, chunguza maandiko, ujue siku sahihi ya ibada ni Jumamosi. Na kama ndio sahihi ya ibada, tutaenda nayo mbinguni. Na mwalimu ametuambia katika Ufunuo 14:22, hapa ndipo penye subira ya watakatifu ambao wanazozishika amri na imani ya Yesu. Kweli. Kama ushiki amri ya Mungu na amri hii itakuweko mbinguni, ni kumaanisha utaenda mbinguni. Kweli, huyo ni jana. Mwalimu, ningependa tumalizie naye andiko moja, kitabu ya Yakobo. Mwalimu alikuwa ameniambia nisome Isaya 66 mstari wa 22 na 23. 66 23 22 mpaka 23. 22 hadi 23 inasema hivi. 22 inasema kama vile mbingu mbingu mpya na nchi mpya sitakavyokaa mbele zangu, asema Bwana, ndivyo uzao wenu na jina lenu litakavyokaa. Yani tunaambiwa mbingu mpya na nchi mpya, sabato itakuweko. Ni kumaanisha ndio tufike katika sabato hii, lazima tuweze kushika amri za Mungu na tuwe na imani ya Yesu Kristo. Nipenda kusoma kitabu cha Yakobo. Waraka wa Yakobo 2 mstari wa 10. Teremke polepole mpaka 14. Watu wanasema sabato tumeiwacha. Lakini aliyesema usiibe ndiye alisema ikumbuke siku ya sabato. Teremka na hiyo andiko. 2:10 ni waraka wa Yakobo. Nasema hivi. Nasema maana mtu awaye yote atakayeishika sheria yote ila akajikwaa katika neno moja amekosa juu ya yote. Kwa maana yeye aliyesema usisini. Yani kwa kifupi Mungu anasema nikienda Jumapili bali nashika sheria 9. Mimi nimevunja sheria zote. Teremka na andiko. Usisini pia alisema usiue. Basi ijapokuwa uko sini, lakini umeua, umekuwa umevunja sheria. Semeni nyinyi na kutenda kama watu watakao hukumiwa kwa sheria ya uhuru. 13 nasema maana hukumu
haina huruma. Haina huruma. Kwake yeye asiyeiona huruma. Kwake yeye asiyeiona huruma. Yaani kwa kifupi Mungu anasema ukivunja sheria moja, umevunja zote. Kweli. Mwalimu, ni kumaanisha wale wanaenda katika siku ya Jumapili na wanajua ni siku ya ibada, ni Sabato. Ni kumaanisha wamevunja sheria zote. Kweli. Wanaofanya ibada siku ya Ijumaa na wanajua siku ya ibada ni Jumamosi, wamevunja sheria zote. Kweli. Mimi mwalimu sina mengi ya kusema, lakini tu ni kumhusia anayenisikiliza ambaye hajapiga hatua kumfuata Kristo na kufuata imani ya Kristo ya kweli, imani ya Sabato. Tuandikie arafa mfupi, pia hata kwa inbox zetu tutaweza kukuelekeza ili uweze kusaidika. Ama pia unaweza andika comment, pia tutaweza kukuelekeza na tukusaidie. Sijui mwalimu kama kuna jambo la kuongeza. Mwalimu wangu mimi sina la kuongeza, ila tu nasisitiza kwamba ile ukweli ambao tumeupata katika vitabu vyote, vitabu tumesoma na tumeongea zaidi, ila tu sisi tuwe kama wale wa Berea ambao walikuwa wanaongea, walikuwa wanasikiliza kisha wanachunguza maandiko. Na sisi ambao tumenena tu, ila tu kazi ya kuchunguza tumekuachia. Ya kwamba angalia kama haya maneno tuliyoongea labda ni uongo. Ili mwalimu, kabla hujamaliza, kuna ile zawadi ukumbushe wasikilizaji. Naam, nashukuru. Hapa awali tumesema kwamba kuna zawadi ambayo tulikuwa tunapeana ya 5,000 kwa yule ambaye atakayetuletea fungu linaosema siku ya Jumamosi ilibadilishwa hadi kwenda siku ya gani? Ama siku ya ibada ama siku ya Sabato, si Jumamosi. Ambayo ilikuwa inadhihirisha haya kwamba siku ikadhihirisha kwamba siku ya Jumapili ndio siku ya ibada, ama siku ya Ijumaa ndio siku ya ibada, ama siku ya Jumatatu, siku ya Jumanne ama Jumatano ndio siku ya ibada. Si tuko tayari kukutunuku hiyo pesa. Pesa takriban tutakutumia, na pia sisi hatutaweza kutuma ila kwamba sisi tunataka tukae chini tuweze kujadili, tuone ya kwamba maneno ambayo anasema tulijunguze katika kama ni ya kweli ama tu ni kusema tu madai anayosema. Ni kusema kwa sababu watu hupenda pesa. Wanaposikia kuna ofa mahali wafurahi sana. Lakini la muhimu ni ya kwamba tumesoma maneno mengi siku ya leo. Na pia tumesoma ukweli ndani ya Biblia, ndani ya Quran, ndani ya kitabu cha Catechism, ambacho ni kitabu cha waumini kila pande zote. Na pia tumesoma Biblia. Biblia si ya mtu mmoja. Ndio nuru. Biblia ni nuru ya kila mmoja. Na ambao tunaambiwa hili neno ambalo tunalosoma ni Mungu alikuwako hapo mwanzo. Na hili neno ni Mungu. Na huyu Mungu ndio tunahitaji kujua kutoka kwake. Kumbuka ya kwamba Mungu alifanya kazi kwa siku 6, ya 7 akastarehe, akaweza kupumzika. Yesu akaja duniani kama ilivyokuwa desturi yake. Aliposimama katika sinagogi alikuwa akifundisha maneno ya Isaya na pia alikuwa anasoma. Ndio Ya kwamba hata kama Yesu alikuwa anajua, pia alikuwa anasoma. Nasi pia kama ambao tunamfuata Kristo, ambaye anamfuata imani yoyote ambayo umo, inafaa usome. Ndio maneno yule nabii wako anapokuambia uweze kunyanakili. Kama unataka kuthibitisha, kuna mtu aliuliza swali, je, naweza jua nabii wangu ni wa ukweli? Wengi wanaponya masiku ya Jumapili. Lakini mwalimu, kwa kifupi tukitaka kujua nabii wa kweli, ningependa tuwasomee fungu hii. Isaya 8:20. Isaya 8:20. Nabii wa kweli lazima akuwe na mambo haya. Kama hana mambo haya, mtupilie mbali. 8:20 inasema hivi, kitabu cha Isaya 8:20. Inaanza kwa kusema hivi, na wenende kwa sheria na ushuhuda. Jambo la kwanza nasema nabii wa ukweli lazima aenende kwa sheria na ushuhuda. Ni kumaanisha sheria inapatikana ndani ya Biblia. Ni kumaanisha lazima nabii huyu aenende sawa sawa na sheria. Na kama sheria za Mungu kuna sheria kwanza mpaka 4. Kama nabii huyu anaasisi Sabato, anashika sheria 10 za Mungu, tik nabii wa kweli. Inasema ya kwamba
Ikiwa hasemi sawasawa na neno hili, asemi sawasawa na neno hili, bila shaka hao hapana asubuhi. Yaani anamaanisha hakuna nuru ndani yake. Ukimwona mtu kama huyo, my friend, tani kuasisie toroka. Ni kweli, nashukuru mwalimu. Kwa sababu yale ambayo tumefundisha siku ya leo, tuombe ya kwamba yabariki yule ambao ameyatazama, pamoja nasi atubariki, na pia nasi tuweze kujifundisha kila siku ya kwamba tuheshimu siku ya Sabato, wala mguu wetu tukaweze kutegua kufanya kazi nyingine tofauti. Lakini mwalimu, siku nyingine tutaweza kujifunza Sabato imo kwa ajili ya nani? Kwa sababu siku tunapoangalia Yesu alipokuwa akifika aliweza kuponya watu siku ya Sabato. Watu wakajiuliza, je, kama siku ni takatifu, mbona anaponya? Ndio maana anasema it is a lasting day. But Yesu alikuja kwa ajili ya kuokoa wale ambao waliopotea, na pia siku ya Sabato iko kwa ajili ya wokovu. But Yesu alisema, je, ni mbaya kutenda mema siku ya Sabato? Ni kweli. Si mbaya. Si mbaya. Ya ndio, so inatupasa pia nasi tuweze kutenda mema. Nashukuru mwalimu. Nashukuru. Pia tungependa kumalizia hapo. Na mada ya siku ya wiki ijayo, huenda ikawa tutajaribu kuangalia mada zingine. Kuna ingine ambayo inasumbua watu, mambo ya kifo, kuna mambo ya Roho Mtakatifu. Ya kwamba kuna wale watu ambao wanahubiri kwa roho, wanasema wamepata kibali cha Roho Mtakatifu. Na sasa zingine ukiangalia kwamba wao wanaweza kufafanua kila lugha. But kuna yale mafundisho potofu wala watu ambao wanasema wamepata kibali cha Roho Mtakatifu, wala yeye leo alinizungumzia akaniambia utakuja kufanya hili na hili. Yaani binadamu amejifanya kufanya kazi ya malaika. Baada ya malaika kutuzingira na damu ya ambayo Yesu amesema kwamba Mungu amesema atawatumia malaika. Ndio. Kumbuka hata penye tumekaa hapa kuna malaika ambao wanatuzingira. Ndio. Lakini kuna wale watu wanasema kwamba Roho amefanya nini? Amenijia na kuniambia hivi na hivi. So kwenda mbele tutajifunza mambo mengi. Lakini kwa leo waje tuparikie na hilo neno. Nashukuru. Kweli. Mtazamaji popote ulipo, yatafakari hayo. Tumemaliza siku ya leo. Tungependa tuweze kuomba tumalizie hapo, lakini tunakuachia jambo. Tafakari maandishi na maandiko tuliyoweka katika viwanja, naweza kufanya uchunguzi. Ningependa tuweze kuomba. Tunaomba. Mfalme wetu na Mungu wetu, mahali ulipo, sisi ni wanadamu na ni wadhaifu. Kwa njia moja ama nyingine, labda tujapitisha ujumbe kulingana na mapenzi yako Mfalme, tusamehe. Na ujumbe huu uliopita wacha iweze kuwa nuru katika ulimwengu na kuwaleta wengi katika zizi lako. Anza nasi, maliza nasi. Kwa tunaomba machache tukiamini kupitia kwa Yesu Kristo aliye mwana mkombozi wetu. Amen. Mbarikiwe. Thank you.